Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kuonana na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Vladimir Putin wa Russia kuhusiana na mzozo unaoendelea. Zelensky ametoa kauli hiyo leo Jumatano Mei 14, 2025 huku akimkejeli Rais Putin kuwa anaogopa kuonana naye hususani kwenye mkutano uliopangwa kufanyika kati yake siku ya Alhamisi wiki hii. Hata hivyo, Russia bado haijathibitisha iwapo Rais Putin atashiriki katika mazungumzo yaliyopangwa kufanyika kesho Alhamisi Istanbul nchini Uturuki. Endapo watakutana, itakuwa ni mara ya kwanza tangu kuanza kwa mzozo huo hatari zaidi barani Ulaya miaka mitatu iliyopita. Mzozo huo unatajwa pia kuwa hatari zaidi tangu vita vya pili vya dunia kutokea. Mazungumzo hayo yaliyopangwa yanatajwa kuwa kitovu cha juhudi za amani zinazoongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mbali na kuonyesha nia ya kuhudhuria, amesema atamtuma waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Trump pia amesema viongozi wengine wa Marekani watakaohudhuria katika mkutano huo ni pamoja na wajumbe waandamizi Steve Witkoff na Keith Kellogg. Zelensky amesema anataka kujadiliana juu ya usitishwaji wa mapigano wa siku 30 usio na masharti kama hatua ya kuelekea kumaliza vita, na kwamba Putin anapaswa kushiriki kwa sababu kila kitu chini Russia kinamtegemea yeye. Namnukuu, "Tunataka kukubaliana juu ya mwanzo wa mwisho wa vita. Yeye, yani Putin, anaogopa mazungumzo ya moja kwa moja na mimi," amesema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Zelensky amesema anatarajia Marekani na Umoja wa Ulaya zitaiwekea vikwazo vikali Russia ya Putin iwapo mazungumzo hayo hayatofanyika. Russia na Ukraine zimekuwa zikijaribu kuonyesha kuwa zinafanya juhudi za kutafuta amani baada ya Trump kukomalia usitishwaji wa vita hiyo iliyoanzishwa na Russia mnamo Februari 2022. Alipoulizwa ni nani atawakilisha Russia kwenye mazungumzo hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema, "Mara tu Rais Putin atakapopenda, tutatangaza." Katika hatua nyingine, mashambulizi yaliyotekelezwa na Russia usiku wa kuamkia leo yamewaua takriban watu 3 katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Wakati wa hotuba yake nchini Saudi Arabia, Trump alisema Rubio ndiye atakayehudhuria mazungumzo hayo ya Alhamis pamoja na wengine. Nanukuu, "Tutaona kama tunaweza kufanikisha hili," alisema Trump siku ya jana. Hata hivyo, Kellogg katika mahojiano yake ya awali na Fox Business Network alisema Trump atajiunga na mazungumzo hayo Istanbul iwapo Putin atathibitisha kuhudhuria. Nanukuu, "Tunatumaini Rais Putin pia atafika kisha Rais Trump atakuwa hapo. Hili linaweza kuwa tukio la ajabu sana. Amani inaweza kupatikana, na amini kweli haraka sana, iwapo viongozi hao watatu wataketi pamoja na kuzungumza," alisema Kellogg, mwisho wa kunukuu. Kellogg alieleza televisheni ya Fox Business kuwa Ukraine iko tayari kukubali usitishwaji wa mapigano ambapo vikosi vya Ukraine na Russia vitajiondoa kila upande wa kilomita 15 na kuunda eneo lisilo na silaha, yani Demilitarized Zone DMZ. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.